roho zetu ziwe tayari kwa kupokea neno. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie mwenzako aliyo upande wako shalom. Shalom ina maana anamtakia amani. Hata Yesu alipofufuka, jambo la kwanza alipoona wanafunzi aliwaambia shalom. Aliwatakia amani. Ulimwengu wenye pesa na mamlaka na uweza wanajitahidi kupigana na kupiganisha ulimwengu kuiondoa amani ambayo Mungu alitupea. Ndiyo maana unaona Umoja wa Mataifa na watawala wanazidi kuipambania amani, kurejesha amani. Huwezi ukaiona amani katika hali ya silaha. Yamkini amani unayotafuta ni ya afya. Yamkini amani unayotafuta ni ya maisha ambayo umekuja kuishi. Yamkini amani unayotamani ni kwa ajili ya jambo fulani linalokusumbua kila siku, na unatamani kuona amani ndani yake. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa unapoamka, jipatie mazoea ya kumwambia Bwana katika maombi yako ya asubuhi, mwambie Bwana nipe amani, kwa sababu ulimwengu nitafuta amani haijaipata. Basi namshukuru Mungu kwa kuweza kupata tena nafasi kwa siku ya leo. Kwa wale wasionifahamu, kwa majina naitwa Mek Thomas. Namshukuru Mungu kwa sababu tunapata nafasi hii ya kukumbushana maneno ya Mungu kwa ufupi. Somo letu tutajifunza habari, je, unazijua nyakati tulizo nazo na unajipangaje? Bwana wetu Yesu Kristo atukuzwe. Nafikiri somo hili nimepewa ni kama unabii. Kila mahala ninapokwenda ninakuwa nikilifundisha kwa namna moja ama nyingine, kadri jinsi Roho wa Mungu atakavyotuwezesha na kutujalia. Je, unazijua nyakati tulizo nazo? Na kama kweli unazifahamu nyakati hizi, unajipangaje? Nafikiri wiki 2 au 3 zilizopita tulijifunza kwa ajili ya habari ya nyakati ya siku za mwisho, kwa sababu ndizo nyakati tulizo nazo. Ni nyakati ambamo ndani yake kuna giza kubwa ambalo dunia haijaliona. Yamkini unaliona, lakini unapuuzia na kuchukua kwamba ni kawaida. Lakini nataka nikwambie kwamba wewe uliye Kristo na mlokole, kuna taa ambayo iko ndani yako, na ile taa lazima iwake kwa sababu ya kuweza kuangazia na kuona giza nene ambalo tunaishi ndani yake. Ni vigumu sana katika mitandao ambayo imemilikiwa na watawala, watu maarufu, watu ma-celebrity, watu wenye pesa ambao wako wealth, na watu ambao wana elimu ya juu. Kwenye mitandao wameteka mpaka serikali zetu, wameteka makazi yetu ambayo tunayafanya kila siku. Wanajitahidi kumfanya mwanadamu, kumwendesha kama roboti. Wanakutengenezea hali ambayo inakupa furaha ya muda, lakini baadaye inakupeleka katika maangamizo. Na katika hali hiyo ndiyo inakupaswa wewe uliye Mkristo, wewe uliye mlokole, tamani sana kutambua, kujua majira na nyakati tunazoziishi. Ni nyakati gani? Utaishije na utakahaje? Nilifika mahala nikahubiri, watu wakaogopa sana, wakafikiri kwamba yamkini ndio mwisho wa dunia unakaribia. Hapana, mwisho wa dunia bado ukaribia, lakini dalili na majira zinaonyesha kwamba Yesu anakaribia kurudi kulichukua kanisa. Inatakiwa uishi katika hali ya kuelewa na kutambua kwamba nisipokuwa makini, nafsi yangu itapotea, watoto wangu watapotea, ndoto zangu zitapotea, jamii na community inayonizunguka itapotea, na imekwisha kupotea. Ndio maana kwenye mitandao utakuta wahubiri wengi
wanahubiri habari za pesa, habari za maisha, habari za kufanikiwa, habari za kuinuliwa, habari za kwamba utaenda mbali, elimu yako itakupeleka mbali sana. Lakini hautakuta mahala wanahubiri aidha wanafundisha kuhusu kumtafuta Roho Mtakatifu. Hawatakufundisha kuhusu kuishi maisha matakatifu. Hawatakufundisha kuhusu kukimbia dhambi. Ndio ulimwengu tunaoishi na ndio ulimwengu ambao tuko nao. Yamkini aidha ni heri sana miaka 5 aidha miaka 10 tuliopita hapo nyuma kuliko miaka hii tunayoishi sasa. Kama utakaa macho na kutazama na kuangalia na kuona, utaelewa kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati mbaya sana. Je, unazijua nyakati tunazoziishi? Na kama umezijua, unajipangaje? Nitakupatia namna 1, 2 au 3 jinsi gani unaweza kuzipanga katika nyakati hizi. Mungu amekupenda. Mungu ni mwaminifu, ametukutanisha. Tulikuwa labda hatufahamiani, hatujuani, lakini Mungu anataka atufahamiane katika hili na tupaene neno kama hili. Neno letu tutalisoma kwenye kitabu cha Danieli. Danieli sura yake ya 12. Sura ya 12 mstari wa kwanza. Ni kitabu kabisa kiko karibu na vitabu vya manabii wadogo. Kitabu cha Danieli ndio cha mwisho, ndipo kinaanza vitabu vya manabii wadogo. Naomba katibu tusaidie kusoma kwa utaratibu. Tumpe microphone ili aweze kusoma kwa ufupi. Danieli 12. Tenda tu utaratibu baba. Mstari wa kwanza unaendelea. Tusome kitabu cha Danieli 12. Mstari wa kwanza inasema hivi: wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na utakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake au kuwapo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja ataonekana ameandikwa katika kitabu kile. 2 nasema tena, wengi wao walalao katika mavumbi ya nchi watamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watangaa kama mwangaza wa nganga, na hao waangazo wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu, na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akampaa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, tena watakuwapo watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Nami nikasikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? 9.
akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua hichi kitabu cha unabii wa Danieli alipopelekwa kuyaona haya maono, wengi wahubiri na walimu wamefundisha kwa ajili ya hichi kitabu, wanajiuliza, je, kipindi kimekwisha kutimia au kimekwisha kupita au bado kipo? Maana ukiangalia haya maneno, hata Danieli mwenyewe wakati anaambiwa maneno, walikuwa na malaika wakiwepo pale wakiyasikiliza yale maneno ambayo anaambiwa Danieli, wakatamani kujua huu wakati na nyakati na nusu wakati vitakuwa lini. Wako pale pale, Danieli anaambiwa hizi habari, kitabu kikafungwa, kikapigwa muhuri. Maneno yakasema kwamba funga hicho kitabu hadi wakati wa mwisho. Maneno ya kitabu hichi yanabeba vitu viwili, aidha vitu vitatu, ambavyo inasema kwamba wengi watajitakasa na watenda mabaya wataendelea kutenda mabaya. Majira na nyakati hizi tulizo nazo, maneno ya Mungu yanatuambia kwamba aidha kipindi hichi tulicho nacho tutazidi kuona maovu yatazidi kuongezeka, mabaya yatazidi kutendeka kwa kila kona na kwa kila njia na kwa kila falsafa. Maana ukisoma mstari wa 4 inasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukayatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi watenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Ya kwamba nyakati hizi tutakazoishi maarifa yataongezeka. Kuna Mngereza ambaye ana Biblia ya Kiingereza asome ili tuelewe maarifa ni nini. Hatuna Waingereza hapa. Karibu. Ninasema, ndio. But you, Daniel, close up these words and seal the book until the time of the end. Many will dash about and our knowledge will increase. Amen. Amen. Maarifa ni knowledge. Kwamba maarifa yataongezeka, elimu itaongezeka kwenye dunia. Elimu ambayo itakufanya wewe usimtegemee Mungu. Elimu ambayo itakuja dunia ya ambayo tunaishi sasa, elimu ya AI ambayo inaubeba ulimwengu kwa kasi kubwa. Kila kitu ambacho tunachokipata kimekwenda kutengenezwa na nini? Na AI. Ilikuwa mwaka 2020 kipindi natumika sehemu tunatumika automation technician. Elimu hizi za robot ndio zimeanza kutengenezwa, tuna install kwenye makampuni. Kama matani tu wanatuambia kwamba line fulani na line fulani itafungwa, zote zitakuwa ziko covered na Fanuc robot. Kama mnazifahamu, wengi wanatumika Amazon, ndio zinafanya kazi sana. Kwa tuliona kwamba ni swala la kawaida. Lakini shetani aweze akataka wewe uliye Mkristo ama mlokole kutambua haya mambo. Kutambua kwamba neno la Mungu limetuambia kwamba nyakati ya siku za mwisho maarifa yataongezeka. Elimu ya dunia itakuwa, ambayo sasa hivi kila kitu kinaenda kidijitali. Kila kitu kinaenda kielektronic. Hivi ukimuuliza mtu ni lini ilikuwa ni wakati wa mwisho kutumia cash money, wangapi walitumia pesa za majani, itakuwa ni lini? Atakwambia mimi hata sijui. Kwa sababu gani? Shetani anatengeneza mfumo, shetani anatengeneza njia ambayo inawafanya watu wafike mahala wategemee internet.
wategemee vitu vya digital. Ile anatengeneza ni njia ya kufika mwisho akubane wewe, kwa sababu haya yote maisha, vitu vyote vitahama kwenye electronic. Teknolojia itakuwa kwa kasi, na ndipo maovu yatazidi kuwepo. Hawa watu watakuja na mifumo ambayo itakandamiza dunia, mifumo ambayo itakandamiza serikali zetu, mifumo ambayo itakandamiza elimu. Mwezi wa 6 walisherekea Pride. Leo hii ukisimama unakemea ushoga, unaonekana wewe ni mbaya sana, hata unaweza ukafungwa. Niliangalia baadhi ya clips Uingereza, watu wanafundisha kwa sababu ya habari ya Yesu, wanashikwa na wanapelekwa jela, ambapo ndipo kilikuwa kitovu cha Ukristo na injili kusambazwa duniani. Je, unazijua nyakati tunazoishi na umesimamaje? Pointi ya kwanza inasema kwamba wenye kujitakasa wataendelea kujitakasa na wabaya wataendelea kufanya mabaya. Ubaya wote na dhambi ambazo ulikuwa uzioni zimehamia wapi? Zimehamia kwenye social media, zimehamia kwenye Instagram, zimehamia kwenye TikTok, zimehamia kwenye WhatsApp, zimehamia kwenye email, kwenye Telegram. Kila kitu unachotamani wewe utakikuta kiko pale kwenye internet. Jina la Bwana litukuzwe. Je, ni mabaya mangapi yanafanyika kwenye mitandao ya kijamii? Ni elimu gani ambazo zinamkana Mungu, hasa zinazoleta machukizo kwa Mungu, zinazofichama pale kwenye internet? Lakini maandiko yanasema kwamba wabaya wataendelea kufanya mabaya na wenye hekima wataendelea kutenda mema. Anza kujiuliza kwenye nyakati ulizonazo, je, imani bado umeishika? Japo haya yote yapo, lakini imani unailinda? Ukristo wako bado unaushika? Una nafasi ya kutengeneza maisha yako unapoamka, unamkabidhi Mungu siku yako. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ni kundi la kwanza. Somo letu linasema kwamba je, unazijua nyakati tunazoziishi na umesimamaje? Nyakati tulizo nazo ni nyakati hatari sana, ambazo zimetabiriwa na Danieli. Aliambiwa nyakati hizi zitakuwaje. Kundi la wenye hekima wataendelea kujitakasa na kundi la wabaya wataendelea kufanya mabaya. Kisoma kundi la pili unalikuta kwenye kitabu cha Mathayo, ambalo linasema kwa ajili ya wale wanawali 10 waliokuwa wapumbavu, waliotoa mataa na wakaweka mafuta, na wale wenye busara walitoa mataa wakaweka mafuta, wapumbavu walitoa mataa hawakuweka mafuta. Elewa kwamba tuko kwenye kipindi ambacho ni kipindi cha giza kubwa. Giza imeingia kwenye dunia na wengi hawalioni hilo giza. Sasa ujiulize, hapa kanisani tupo watu wangapi? Na kama tupo watu zaidi ya 50, Biblia inatuambia kwamba ndani ya wale 50, 25 ni wapumbavu na 25 ni wenye busara. Kama umejikuta katika kundi lolote lile dogo unalolimiliki, haiza sehemu unakoenda, jiulize, huyu niliye naye yuko kwenye kundi gani? Je, amebeba taa na mafuta ama ni mpumbavu? Na kama kweli itakuwa ni mfano wa dunia
ambayo tuko nayo. Dunia ina watu wangapi? Leo ni wangapi wako makanisani? Leo ni wangapi ambao wako nyumbani? Leo ni wangapi wako kazini? Leo ni wangapi wako ibadani? Leo ni wangapi wako kwenye kilabu? Leo ni wangapi wako kanisani? Ndilo giza ambalo limeingia kwenye dunia, ambalo linaomba wewe taa yako muda wote ijae mafuta. Giza limeingia mpaka sasa hivi serikali ya Marekani inataka kulazimisha elimu ya ushoga, ideology ya lesbian na gays na feminists ianze kufundishwa wapi? Mashuleni. Halo, kama mnaona mwenzako anasinzia na mtikisa, utakuwa umemsaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Muulize swali, je, unazijua nyakati tulizonazo? Haleluya. Shetani ameanza kuteka watoto wetu kuanzia mashuleni. Kila shule utakayoenda sasa hivi utakuta lazima ile pride flag iwepo pale. Ndio elimu ambayo shetani anapandikiza. Wale watu wanapewa nafasi hata makazini. Mimi nina uwezo wa kufukuzwa, yeye akapewa nafasi. Wanajiita wa feminists, wanatetea haki ya utoaji mimba. Ndio ulimwengu tunaoishi huu. Sasa kama kanisa sisi hatutasimama tukapata ujasiri, tukaukemea na tukawaambia watu haki ya kweli kwamba Mungu aliumba mtu mwanaume na mwanamke. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi kila shule ninayoenda ninamwambia principal na mwalimu wa mtoto wangu, you have to teach my children, Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Jina la Bwana libarikiwe. Kumfundisha mtoto wangu habari ya kuwa kwamba anaweza kuwa mwanaume, sitaki kusikia. Elimu ya science kwamba anaweza kuwa mwanamke, sitaki kusikia. Kwa sababu vile vinaleta hukumu, vinaisogeza hasira ya Mungu kuwa karibu na wewe. Vinaleta mikosi, vinaleta shida na mateso kwenye familia. Hawa wana science wanatengeneza magonjwa kwa sababu wakupate. Kwa hiyo kundi la pili linasema kuhusu kutoa mafuta. Yaani utembee na nguvu ya Roho Mtakatifu. Muombe Mungu kila unapolala, unapoamka. Ombea watoto wako. Tambua majira na nyakati tulizo. Usiishi kama pambo. Shetani ataharibu familia yako. Shetani ataharibu ndoto zako. Shetani ataharibu kizazi. Na kizazi kikipotea mbele za Mungu, utakuta magonjwa yataingia, shida zitaingia, mateso yataingia. Utazipata pesa lakini hazitakaa mfukoni. Maisha yataendelea kuwa magumu. Na hawa watu wamedhibiti makampuni, wamedhibiti benki, wamedhibiti system ya education dunia nzima. Wamedhibiti mfumo wa taarifa za habari, na yaani wanatoa maudhui ambayo wao wanakusudia na wanapenda. Kwa sababu wanatengeneza ideology, wanaanza kwa watoto, watu wazima, wanaenda hospitalini, wanaenda shuleni, wanaenda makazini, kisha wanaingia kwenye community. Na kila mmoja akianza kuliapply hilo, ndipo taifa linafanya nini? Linakufa. Unafikiri kwamba anampeleka mtoto shuleni, anarudi alienda mwanaume, anakuja tayari anakuwa mwanamke. Anakwambia I have the right, na anakutolea vipengele vya kujiprotect pale.
Ndicho wakati tulionao. Ni wakati mgumu ambao unatamani utambue majira. Wewe kama Mkristo, simama, ombea watoto wako, ombea familia yako, ombea mume wako, ombea mke wako. Achia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila unapolala unaamka, waombee watoto wako. Wanapotamani kwenda shule, ombea mke wako, muombee. Unapoenda, omba. Uwezi ukaomba kama mafuta hayamo ndani mwako. Uwezi ukaomba kama Roho Mtakatifu hana ndani yako. Shetani ataendelea kufanya ulimwengu kuwa kwenye demand. Maisha yataendelea kuwa kwenye demand kila siku. Unajisikia tuniwe na hichi. Hao wameteka soko. Kila unapoenda, mimi sijui kama hapa kuna mall. Kuna mall nzuri kabisa hapa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Unapoenda sokoni unakuta vitu vizuri vya bei kali. Unajisikia kila siku utumike, uwe navyo, simu nzuri, mavazi mazuri, vitu vizuri unatamani kuvimiliki. Mwisho wa siku unajikuta unakuwa mhitaji. Madeni ya credit cards, madeni ya nyumba, deni za moto, za maji, za gas, za trash, simu, bili zinajaa kwenye kichwa chako mpaka unachanganikiwa. Unajikuta unatumika kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya Mungu. Lakini unajikuta pesa unaipata haitatui matatizo. Mwisho wa siku wao wanakwambia njoo sisi tutakupatia. Lakini kwa sharti moja, ukubali haya yaliyoko hapa. Kwa hiyo linda imani yako. Elewa majira na nyakati tulizo nazo. Huu unabii, aiza huu ujumbe ni kwa sababu ya kukutia moyo. Sintosimama hapa nikwambia kwamba utabarikiwa. Kuwa Marekani umekwisha kubarikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Maana una haja ya chakula, uwazi kuhusu mavazi, uwazi kuhusu usafiri. Maisha ya nyuma tulitembea kwa miguu masafa marefu. Lakini huu wakati ni wa wewe kuandaa maisha yako. Umefanikiwa kimwili, kubali kufanikiwa na kiroho. Kubali mafuta ya Roho Mtakatifu yawe ndani yako. Kubali kujitengea. Unapolala unaamka unajua kwamba leo ni Saturday. Nitajiandaaje kwa ajili ya kumsogelea Mungu? Nitampelekeaje Mungu moyo wangu? Unaanza kuwaza kabla hujawaza kuhusu kuvaa, hujawaza kuhusu kutoa sadaka. Anza kuwaza, moyo wangu utamkaribiaje Mungu? Ninahitaji ni kitu gani Mungu anifanyizie ndani yangu? Ulimwengu unalazimisha ndoa kuachika. Ulimwengu unalazimika wewe utengwe na watoto wako. Lakini hawezi kukwambia kwamba nenda ukimbilie Mungu ili akuponye katika matatizo yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kundi la tatu na la mwisho ni wanafunzi 12 wa Yesu, ambao Yesu alipoona kwamba nyakati zimekaribia, aliwachukua wanafunzi watatu akaenda nao mlimani. Alikuwa na wanafunzi 12, lakini watatu akawachukua akaenda nao mlimani. Alipofika nao mlimani, wakasinzia. Katika hali ya kusinzia, Yesu akawa yuko kwenye maombi, akatokewa na Eliya na Musa. Alipotokewa na Eliya na Musa, ndipo wale waliokuwa kwenye usingizi wakashituka, wakasema, Bwana, tumemwona Eliya na Musa, lazima hapa tujenge vibanda vitatu. Hilo nalo ni hole, na pia liko kwenye kanisa. Na hili alijagusa wachungaji, alijagusa Wakristo. Hili ni kwa ajili ya wachungaji, waimbaji, manabii, waalimu, mashemasi. Ndani ya wale watu Yesu alichukua watatu, ndio aliopanda nao mlimani. Kati ya wale watatu
Kwa nini hawa wengine wote 9 wakabakia, wale 3 wakaenda? Ina maana kwamba wale walikwenda kuona jinsi gani itakavyokuwa siku ya mwisho, ya kwamba watu wakishanyakuliwa, ukiishi maisha ya dunia, ukachunga mafuta yako, ukaishi maisha ya kujitakasa, ukaondokana na dhambi. Yamkini tunaishi kwenye maisha ya dhambi, tunatembelea ardhi iliyolaaniwa, tunaishi katika ulimwengu wa maovu, lakini endelea kujitakasa na kujisafisha. Pili, endelea kualika Roho Mtakatifu akupatie mafuta, usikaukiwe hata robo, ili usiingie kwenye vishawishi. Unaweza ukaharibikiwa na vitu, ukaharibikiwa na kazi ikakwisha. Haijalishi umesoma, haijalishi una degree, haijalishi una masters, lakini kazi imeisha, maisha yanakuwa magumu, bili zimekuwa nyingi. Utasimamaje katika kipindi hicho? Utaanza kukufuru au utaanza kutukana? Utaanza kusema Mungu hayupo? Utaukana uwepo wa Mungu? Na mwisho ni ile hali, ukishapita katika hilo, Roho Mtakatifu akishakupitisha, utakutwa wale walikwenda kuona jinsi itakavyokuwa siku ya mwisho, kwamba wale waliovumilia, waliokubali kujitakasa, waliokubali kukaa katika sauti, kutembea kwenye sauti ya Roho Mtakatifu, wataona jinsi siku ya mwisho, kwamba watu wakinyakuliwa watafahamiana, huyu ni Musa, huyu ni Elia, huyu ni fulani. Haina haja ya kuambiwa, katika utukufu utaona. Sijui kama ninaeleweka ama. Jina la Bwana libarikiwe. Kuanza kutafakari, 9 walibakia chini. Yesu akawachukua tu 3 akapanda nao. Tena katika kupanda nao akawaacha kwanza. Kwa hiyo hawa 9 ni wale wachungaji ambao wanakufundisha, vaa uvaavyo, kama utavaa uchi sawa, lakini wewe njoo kanisani, leta tu sadaka. Hawa 9 ndio wale ambao wanapotosha ulimwengu leo. Hawa 9 ndio wale ambao wanakataa meza ya Bwana isifanyike kanisani. Hawa 9 wako kwenye giza, hawajui habari ya unyakuo itakuwaje. Hawawezi wakakufundisha. Watakufundisha tu utabarikiwa, utainuliwa, utakuwa na mnawasikia kwenye internet. Wangapi wanawafahamu? Tena wana majina makubwa, ndio wanaitwa manabii, ndio wanaitwa mitume, ndio wanaitwa prophets wakubwa. Wako kwenye giza kubwa, na watakufundisha mambo ya wapi? Ya kwenye giza. Jina la Bwana libarikiwe. Na wanalitaja jina la Yesu. Lakini ukipata neema, wewe Mkristo, ya kufundishwa kwamba tengeneza maisha yako, ishi maisha matakatifu, jitakase, kataa dhambi. Hii ni dhambi, dhambi haipakwi mafuta. Kubali kuwa na time ya kuomba, ili uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu itakayo kuepusha kuishi maisha maovu na mabaya. Hata Paulo alisema kwamba mwili unanisukuma kila siku, kila ninapotamani kufanya mema najikuta mabaya yanafanya nini? Yananitangulia. Kitakacho kuwezesha ni Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Ukiwa na mafuta utaona ile ni baya. Na ukikutanana na kiongozi anayekufundisha habari za jinsi itakavyokuwa siku ya mwisho, endapo utapita katika mtihani wa maisha hapa duniani, jinsi utaishi maisha matakatifu, lazima utakuwa na nafasi njema. Lakini walioko leo, viongozi, mabishopu wakubwa, ukienda kwenye mitandao, ndo wanalalisha wanaume na wanaume wanaweza wakaoana. Unaweza ukajiamulia kuishi jinsi unavyotaka. Kwa sababu ya nini? Wamejua kwamba wao wamekwisha kupotea, na tena wanafanya kazi kwa kasi kubwa sana. Angalia hizi event zilizopita kwenye World Cup. Angalia zile ceremonies zilizofanyika.
za ushetani mtupu, ambao wanajiita ni wa liberal, wanajiita ni wa communist. Kwa hiyo kanisa huu ulioko hapa, je, muulize mwenzako, je, unajua nyakati unazoziishi? Na kama unazijua, unaishije sasa? Jina la Bwana libarikiwe. Ishi, uwe na macho. Naomba inuka kwa miguu yako, simama. Lengo na mazumuni tunapokuja kanisani, andaa moyo wako kumwambia kwamba mimi Mungu sijiwezi na kupatia moyo wangu. Hata kama leo nimefika hapa, mimi si mjanja. Kwa yule ambaye aliambiwa njoo utumike kazi, aza kwa yule ambaye amefika nyumbani amechoka, ameshindwa, ni mfumo ambao tuko nao. Tumuombee, ujiombee, mwambie Mungu hizi nyakati ni ngumu. Ogopa sana hiki kipengele kinasema kwamba na maarifa yataongezeka. Ulimwengu tunaoishi ambao unategemewa elimu ya robots. Kwa hiyo mwambie, ninapokuja ibadani Bwana, ninaamini kwamba kuna kitu unaenda kunipea. Nitakapotoka hapa niende kuwa mtu mwingine, nimshuhudie mwingine neno, nipate ile nguvu ya kumwalika mwingine, njoo twende kanisani. Niwe na nguvu ya kutembea kwanza na Bible, niamke hata siku moja nikasoma hata verse ya Biblia. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa. Imba, inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa. Damu inanena mema, inanena mema. Imba, inanena mema. Anza kutafakari maisha yako na mwambie Mungu neno. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Imba, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Imba, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Omba kwa ajili ya maisha yako, omba kwa ajili ya ulokole wako, ombea Ukristo. Mwambie Bwana, endelea kunipatia moyo wa kukupenda, nipe roho ya toba ili niendelee kuishi maisha matakatifu ya kujitakasa kila leo. Nipe roho ya kusamea, niishi maisha ya kutembea chini ya sauti ya Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana, kile kilichokuwa ndani yangu, ule wito, ule wokovu wa kwanza, nirejeshee ili niendelee kukupenda. Na zile tabia mbaya ambazo nimekwisha kukumbatia, yamkini nimeona kwa marafiki, yamkini nilipoenda shuleni nikakumbana nazo, yamkini nimekutana na watu wamenibadilisha, yamkini ni ulimwengu, yamkini ni mitandao, yamkini ni elimu, yamkini ni maarifa ya dunia. Mwambie Bwana, nahitaji niguse. Baba yetu uliye juu ya mbingu zote, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba, tumekuja mbele zako kwa sababu wewe ndio umetupenda kwanza. Ulijua siku ya leo na ukitambua kwamba tutakuwepo mahali hapa. Baba, tunahitaji kama kanisa, angalia ulimwengu mahali unakoelekea.
Ulimwengu uko katika giza nene. Ndoa zetu ziko katika shida. Familia zetu ziko katika shida. Vipato vyetu viko katika shida, na kazi zetu ziko katika shida. Shetani anatamani tuishi maisha ya kilio na mateso, ili tuendelee kuishi katika ubaya, ili tuendelee kumpea nafasi. Maana shetani ni kama inzi, shetani ni kama wadudu wale ambao wanakaa katika uchafu na katika kinyesi. Ni kama inzi anayekaa mahali panaponuka vitu vibaya. Na nataka na sisi tuishi katika huo ubaya, tuishi katika vinyesi, tuishi katika uovu, tuishi katika dhambi. Achia Roho atupatie roho ya toba, Roho Mtakatifu wa kweli, ili tuweze kuishi maisha matakatifu, maisha kujitakasa, maisha ya kuomba msamaha, maisha ya kukusogelea, maisha ya kukaribiwa na Roho Mtakatifu. Utuwezeshe Baba yako. Tunaomba kwa ajili ya taifa lako. Tunaomba kwa ajili ya mji wa Dayton. Ninaomba kwa ajili ya Thruword. Ninaomba kwa ajili ya Catherine. Ninaomba kwa ajili ya Springboro. Ninaomba kwa ajili ya Troy. Ninaomba kwa ajili ya Vandalia. Ninaomba kwa ajili ya Tipsiri. Ninaomba kwa ajili ya vijiji vyote vinavyozunguka mji huu. Yamkini kuna laana ilipita. Yamkini kuna maneno yalitamkwa. Yamkini kuna mateso ambayo yanatembea. Baba, tunahitaji, ulisema tutakapokanyaga Mungu tutaleta nuru na baraka. Mungu, ninaondoa mji katika mateso, kila maneno yanayotamkwa na katika vifungo vinavyofungwa mji huu, watu waondolewe, waishi maisha matakatifu, maisha ya kukutafuta Mungu, maisha ya kukutumikia, maisha ya kukupendeza, pamoja na jamaa zetu, pamoja na watoto wetu. Suni watoto wetu wanarejea mashuleni. Mungu, kutanana na walimu na mifumo ya mashuleni, kila mipango ambayo shetani anaweza kapanga juu ya watoto wetu, elimu chafu zisiwanase na zisiwapate, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninapinga na kukemea. Utuwezeshe Bwana tuishi maisha, tulale tuone maono, tuone vitu siri zilizofichama, tuone jinsi gani tutatembea na familia zetu, tupatie strategies za maisha, njia za uchumi, njia za mafanikio. Shetani akiteka afya, akiteka vyanzo vya uchumi, akileta fujo na vurugo kwenye nyumba zetu, Mungu, tutadidimia na tutapotea na tutafutika. Maovu yakiendelea kutendeka, ushoga, ulesbian, ugay, utransgender, homosexual, Mungu, vikiendelea kutapakaa, taifa litapotea, hasira yako itashuka, hukumu itakaribia katika ulimwengu. Utuondoe katika kila maana kwa uweza wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu, katika maombi hayo utayapokea na yatanuka kama manukato, kama jinsi yalivyonuka sadaka ya apili. Maombi yetu utayakubali na utayatakabali, na yatapata kibali machoni pako, na utatujibu, na tutatoka sote hapa Bwana tukiwa tumejibiwa na Roho. Ikiwa familia zetu zina shida ya magomvi, malumbano yasiyoisha, faraka zisizoisha, shetani na makusudi ya kutuganisha na kutufanya sisi tuendelee, lakini kupitia damu yako Bwana tunakomboa familia zetu. Tunakemea magonjwa ambayo inakwenda kuleta umaskini katika jina la Yesu. Utupatie hekima na maarifa ili tuwe na vyanzo vya uchumi, tumiliki makampuni, tusiishi katika hali ya kutumikiana. Utuwezeshe Bwana, tupatie maarifa ya kuleta maendeleo kwenye kanisa. Asante kwa kuwa mwaminifu, utatenda na utabariki. Ninaamini mkutano wote utakwenda kutujibu. Umekwenda kukomboa mji wa Marekani na states 52 zote. Utakomboa Afrika, utaleta uamsho Europa, Asia na mahala kote ulimwenguni, ili neno lako lifike, ili watu tuweze kupona na kuokolewa. Ninakubariki na nakutukuza kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba, na kila mwenye pumzi aseme amen.